is fellowship in the body of Christ. Our topic today is fellowship. Fellowship in the body of Christ. Our topic today is fellowship in the body of Christ. Fellowship in the body of Christ. Fellowship in the body of Christ. Naweza ukaandika fellowship in the body of Christ. That is our topic today. Our topic today is fellowship in the body of Christ. Usiwe na wasiwasi. Kama tuko pamoja, hebu utamkie mwenzako kuhusu topic yetu ya leo. Kama tuko pamoja, mwambie tu vizuri, mwambie kwamba ile topic tuko nayo leo. Mwambie tu mara tatu tu. Pigia Yesu makofi mazuri. Now tutaanzia somewhere kile nataka kueleza cha kwanza pale. Now wakati tukisema body of Christ inamaanisha nini? Body of Christ meaning. Body of Christ meaning. Hapo ndipo tutaanzia. Na ninaomba nisikize vizuri sana. Maana Yesu yuko karibu, kama vile alivyotuma mitume. Akawaambia, endeni mkawaambie watu, the kingdom is at hand. Ufalme wa Mungu uko karibu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama tuko pamoja, pigia Yesu makofi mazuri. Brother Joy, ongeza hii speaker sauti kidogo au hawasikii chochote. Pigia Yesu makofi mazuri. Now, fellowship in the body of Christ. So nataka tuangalie body of Christ inamaanisha nini? Body of Christ inamaanisha nini? Tufungue kitabu cha Colossians 1:18. Colossians 1:18. Na tuende pamoja. Nataka tuanzie pale. What is the meaning of body of Christ? Maana ya mwili wa Yesu Kristo ni nini? Na hapo tutasoma kitabu cha Colossians chapter number 1:18. Sister, you are very slow. Colossians 1:18. Yes. And is the head of the body, the church. He is the head of the body, The church the church. is the beginning and the first Fika tu hapo. Kutoka mstari huu wa Colossians 1:18, body of Christ inamaanisha church ama kanisa. Maana Yesu asifiwe. Kutoka kitabu cha Colossians 1:18, maandiko inasema, and he is the head, he is the head of the body, the church. Kwa hivyo body of Christ means kanisa. Kwa Kiswahili tunasema mwili wa Yesu Kristo, maana yake kamili ni kanisa. Kwa hivyo tunaposema kanisa, the church means body of Christ. Nataka nione kama tuko pamoja. Mwili wa Yesu Kristo unamaanisha nini? Church. Pande ya katikati. Mwili wa Yesu Kristo unamaanisha nini? Church. Hata yule hapo na microphone anasema. Unasema na wewe unaongoza kwa mbele. Unataka kusikia. The body of Christ inamaanisha nini? Kanisa. Pigia Yesu makofi mazuri. Pande hii, the body of Christ means church. Pande ile, the body of Christ inamaanisha nini?
church. Wangapi tukiwa mpaka hapo tuko pamoja? So tukisema kanisa tunamaanisha mwili wa Yesu Kristo. So the body of Christ means church. Kwa hiyo nikisema fellowship in the body of Christ inamaanisha kanisa. Na Yesu asifiwe. Anifutie hapa sasa, nataka kusonga mbele. Kila mtu aliye mahali hapa ama aliye mahali hapa ameelewa kwamba the body, futa tu mpaka juu tuende pamoja. Kila mtu aliye mahali hapa ameelewa kwamba the body of Christ means church. Now, what is fellowship? Hapo sasa ndio nataka tuingie. What is fellowship? What is fellowship? Hapo ndipo nataka tuingie. What is fellowship? Nataka unisaidie kuuliza tu rafiki yako, what is fellowship? Muulize tu kama unampenda January. What is fellowship? Wengine wanamuuliza kwa sauti, what is fellowship? Muulize tu kwa sauti nzuri. What is fellowship? Rita aliuliza nani? Uliza Sheda. Amekwambia usikie. Hajakujibu? Pigia Yesu makofi mazuri. Now hapo ndipo sasa nataka tujibu, what is fellowship? Fellowship means holding something in common. Something in common. Tuende pamoja. Holding something in common. And is specifically used in the New Testament. And is specifically used in the New Testament. In the New Testament. Weka tu bracket, maana kuna mahali tutasoma. Tutasoma kitabu cha Philippians 2:1-2. The book of Philippians 1:1-2. Pia kuna mahali pengine tutasoma. Pigia Yesu makofi mazuri. 1 John, this is 2. The book of 1 John 1-7. Kitabu cha 3 pale tutasoma 1 John 1:3-6-7. 1:3-7. 1:3. Naweza nifutia kwa kiana niandike huko. Utapale tu. 1 John 1:3-6-7. Usifute yote. Sawa hivi, haina shida. Holding something in common. Nakwambia pale chini tu lakini unafuta yote. Holding something in common and is specifically used in the New Testament. In the New Testament. Na hapo tumesema tutasoma Philippians chapter 2, 1-2. The book of 1 John chapter 1. Then verse 1:3-7. Hizo ndizo zile vitabu tutasoma pale. 1:3-7. Na pia ninaweza nikaongezea 6-7. Ukienda nyumbani usome pamoja. Pia tukimalizia pale, it is to show oneness and unity among believers. To show oneness and unity among believers. And unity among believers. Sasa nataka tuende pamoja. Na tutaanza na hii kitabu. Sisi tufungulie Philippians 2:1-2. Kama uko na Biblia tufungua pale. Pigia Yesu makofi.
is fellowship? Nataka kutafsiri ni kuwa na kitu ambacho kiko na sifa moja ambayo inaeleza tusijali, common character, and is specifically used in the New Testament. Tunasoma pale to show oneness and unity among believers. Now, tukisema fellowship tunamaanisha nini? Tunamaanisha similar characteristics. Similar characteristics. Na hapo ndipo nitaingia sasa. Na nitatumia tu watu wawili ndiposa niweze kueleza ndani zaidi. Pigie Yesu makofi mazuri. Mwongezee Yesu makofi mazuri. Na usikiliza. Sikiliza tuende pamoja. Simama kakuta tu. Nataka tuende pamoja ili sitaki uache. Nikisema similar characteristics inamaanisha nini? Panda juu. Panda juu. Angalia tu hapa. Ukiangalia kakuta ni mwanaume na mimi mbuzi. Huyo kakuta ni mwanaume na mimi ni mwanaume. Ni nini kinakwambia kakuta ni mwanaume na mimi ni mwanaume? Sababu wengine watasema umevaa nguo za mwanaume na mimi nimevaa nguo za mwanaume. Sikiliza, wakati tunasema similar characteristics ama common features tunamaanisha nini? Sifa zake na zangu zinafanana. Unaweza kusikia. So fellowship ni kuwa kwamba sifa za huyu na huyu zinafanana. Unaweza kusikia. Na wakati tena tusonge mbele, na chini tu. Na angalia hapa mbele pamoja. Nipatie vitu vile pale. Mungu akusaidie mtoto pia twende pamoja. Pigia Yesu makofi mazuri. Sitaki watu fulani nataka twende pamoja. Angalia hizi vitu mbili. Nini unaweza sema kuhusu hii kiti na hii kiti? Wengine wanasema rangi ya hii na rangi ya hii ni tofauti. Halo? Lakini hii na hii zote mbili ni viti. Kwa nini tunasema ni viti? Kwa sababu hii inakaliwa na inafanya nini? Inakaliwa. Ndio maana tunaziita viti. Pigia Yesu makofi mazuri. Now, fellowship katika Wakristo, kile tunaita fellowship ni nini? Ni wewe na mimi. Sikiliza. Wewe na mimi tuko na kitu ambacho kinafanana. Unaweza sikia? Ukimwangalia Shadrach na mwalimu usiamini. Ikiwa katikati ya Shadrach na mwalimu kuna kitu kinafanana kwao, hiyo ndio tunaita fellowship. Unaweza sikia? Kaeni chini. Ikiwa wewe uko hapa na wewe ni mwalimu, hebu simama. Uko hapa na wewe ni mwalimu. Stand up. Nataka tu nieleweke vizuri sana ili tusonge pale mbele. Uko hapa na wewe ni mwalimu, simama. Au wote wawili wako na sifa zinazofanana. You teach and she teaches. Kwa hivyo wote wanafundisha. Ndio maana tunasema wao ni walimu. Yule akianza kufanya biashara hatutamuita mwalimu, tutamuita mwana biashara. Kaeni chini. Sikiliza, tukisema wale ambao ni wamama hapa wasimame, kakutoka simama, kwa sababu hiyo sifa sio kwa pigia Yesu makofi mazuri. Na sikiliza tuende pamoja. Wakristo wako na zile sifa zinafanana. Kwa nini tunaitwa body of Christ? Ndio tukuja hapa what we call fellowship. Ukisema fellowship inamaanisha nini? Kuna sifa zako na zangu ambapo zinafanana. Tusome kitabu cha Philippians 2:1-2. Sisi tusome pale. Philippians 2:1. Therefore,
If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka tusome moja ndio tuende pamoja. First John number 1, then 1, 3, 6, 7. Nataka tusome pale ndio tuende pamoja sote pamoja. Yes. First John 1, 3, 6 and 7. First John 1, 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, Yes. which we have looked at and our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. Mstari wa 3. We proclaim to you what you have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Mstari wa 6. If we claim to have fellowship with Him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. Mstari wa 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sins. Pigia Yesu makofi mazuri. Now, nataka tuende pamoja. Fellowship, nataka nieleze sasa kutoka kwenye mstari. Similar characteristics, sifa zinazofanana. Sifa pale maandiko imesomea kwamba ikiwa tuko pamoja na Yesu Kristo, then lazima tukue na ushirika mmoja. Na huo ushirika mmoja maandiko inasema we should have one mind. Na Yesu asifiwe. One mind inamaanisha nini? Zile fikira zako na zangu, sikiliza, ikiwa tumezaliwa na mbingu na sisi ni wa Yesu, lazima ziwe common. Sikiliza, siwe zinafanana. Sikiliza, twende pamoja na nitakuonyesha kabla utakuja. Now, angalia hapa nikuonyeshe. Kila Jumapili huwa tunakwenda kanisani. Ukiwa akili yako ukiamka asubuhi ikuonyeshe Sunday enda kwa biashara na yangu inionyeshe twende kwa Mungu. That means you are not in fellowship with Him. Yani hauna ushirika, sikiliza, na wale wengine. Lakini maandiko yanasema fellowship with the body of Christ, we must have one mind. Mawazo yako na yako na yangu lazima iwe the same. Bwana Yesu asifiwe. Lazima iwe the same. Sikiliza, twende pamoja. Wakati tumeingia kanisa, mawazo yako, sikiliza, ikikwambia sasa ni kupiga mahesabu vile nitapata faida nikifika sokoni leo maana kuna soko, na mwingine anasema mawazo yangu ni kuomba, mko tofauti. So you are not in fellowship. Hauko ushirika mmoja na yule mtu mwingine. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, twende pamoja. Like wakati ninahubiri hapa, ninasema ni wakati sasa wa kuzungumza na Mungu. Mimi naanza kuzungumza na Mungu na wewe unanyamaza. Mawazo yako inakwenda mbali na yule roho. You are not of one mind. Maandiko inasema ushirika katika mwili wa Yesu Kristo. We must have one mind. If you don't have the mind like mine, then we are not in fellowship. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, twende pamoja. Mimi ninawaza kuhusu kama kuna nyakati tutakaa na Yesu mbinguni. Sikiliza. Na wewe unaweza kuwa unawaza kwamba kuna nyakati, sikiliza, sitafika uende chini ya mchanga. Mawazo yetu ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. So wale ambao wako kwa Yesu, like Paul alisema kwamba mwili wangu utaisha nguvu, lakini nitakwenda kuishi na Yesu Kristo. Kwa hivyo we must have one mind. Ushirika wetu
tukiwa na akili moja, hii inaonyesha kwamba we have fellowship. Pigia Yesu makofi mazuri. Pia pale maandiko inasema lazima tuwe na kitu tunaitwa same love. Love ni upendo. Ikiwa upendo wako na wangu hauko sawa, sikiliza, that means we are not in fellowship. Hatuko na ushirika. Sikiliza, twende pamoja. Upendo, twende pamoja tafadhali, nisikilize na mtu hapa. Upendo ni kitu ambacho kinasemekana kiko katika Yesu. Sikiliza, ukisoma kitabu cha Zaburi, kuna vale yule mwandishi anaeleza kwamba hata watu ambao hawako kwa Yesu Kristo wako na ule ushirika wao, wanapendana kwa wewe mwenyewe. Lakini tukija hapo kwa Yesu Kristo, maandiko yanasema we should have the same love. Kwa hiyo sindra ukiwa upendo wangu kwako na wangu sina tofautiana, that means we have no fellowship. Listen, twende pamoja. Unaweza listen, twende pamoja. Mwalimu, unaweza kukutana na rafiki yako hapa sokoni, akwambie Jumapili saa 2 twende tukachukue kamnyeso pale sokoni. Maana nyinyi upendo wenu sio wa pombe, utamwambia no. Maana you are not in the same love, in the same line of love. But if mtu atakwambia twende kanisani tumechelewa, utamwambia at least tuharakishe, kwa sababu upendo wenu, ushirika ni ule unaotokana na Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Mwongezee Yesu makofi mazuri. Nataka tusonge pale mbele. Maandiko inasema we should have one accord. Unaweza ukaandika we should have one accord. Ongeza sauti kidogo pale ni msemaji niweze kutoa sauti pale. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna kitu tunaita one accord. One accord inamaanisha nini? Inamaanisha ni kuwa na umoja. Twende pamoja. Ikiwa mtu ako kanisani, sikiliza, pengine nataka nitoe mfano. Wakati tunasema tutaenda crusade on Friday for example, ikiwa tuko na umoja sisi wote, kila mtu atakuwa anapanga vile ile crusade that Friday itaweza kufaulu, kwa sababu tuko na umoja. So fellowship, ushirika, ni kuhakikisha kwamba chochote kinaendelea ndani ya kanisa, chochote kinaendelea ndani ya kanisa, lazima tuwe na umoja, one accord. Bwana Yesu asifiwe. Na usikiliza, vile kulingana na maandiko ni kwamba hata wakati tunaomba lazima tuwe na nini? One accord. One accord means mawazo yetu, upendo wetu uko kwa kitu kimoja. It's not divided. Pigia Yesu makofi mazuri. So tukiwa na akili moja na upendo mmoja na njia moja tunayokwenda, inamaanisha tuko na nini? Tuko na fellowship, ama kile tunaita ushirika. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kuna kitu kingine tunaita caring for someone. Ile tunaita caring for someone. Number 4, we have what we call caring for someone. Caring for someone. Did you write that? Caring for someone. Caring for someone pia ni ile tunaita affection. Pale kwa Biblia tunaona kile tunaita affection. Na sikiliza, sisi ambao tuko katika Yesu Kristo, wewe na mimi, wewe umeketi na yule mwingine, ikiwa tuko na ushirika, there must be something we call caring. Bwana Yesu asifiwe. What is caring kwa Kiswahili? Sikuna microphone. Nasikia ukisema moja zile. Pigia Yesu makofi mazuri. Caring ni kujali. Bwana Yesu asifiwe.
Ikiwa uko hapa umepata mwenzako pale sokoni na ni wa kanisa ameingia kwa mateso fulani, ikiwa uko na ushirika naye utamsaidia. Unaweza sisi. So if you are caring for someone, that means you are fellowship in the body of Christ. Pigia Yesu makofi mazuri. Ikiwa mwenzako pengine ana fare ya kuja kanisani na uone wewe unakwenda kanisani lakini unaweza kupatia fare kama hana, you are caring. That means Mungu katika kitu kimoja tunakiita fellowship. Pigia Yesu makofi mazuri. Pengine umeingia kanisani umepata kiti na mwenzako hajapata, unaweza kuona umchukulie umwekee ndio aweze kuketi. That means we are one thing. Tuko na ushirika and we are one thing in the body of Christ. Pigia Yesu makofi mazuri. So caring for someone. Now listen. Jiulize swali moja tu tangu uingie katika hii kanisa. Have you ever, tuseme umejamuona mtu kanisa, ushaimuuliza kwa nini atakuja? Na kama amekwambia ni fedha, ukamwambia shika. Umwambia shika hii fedha ukuje sana. Have you ever done that? Because you care that person. Lakini kuna zile groups tuko nazo hapa. Mmoja wenu akikosa kuja kanisa, mshaijua sababu ni nini, na kama pengine hana fedha ukampatia ukamwambia sasa usikose, mimi ninagaramika kwa sababu ya fedha yako. Have you ever done that? Wengi wetu tunasema kama mtu hataki Mungu akae. Have you done something called caring? Bwana Yesu asifiwe. So if we are one thing, we are fellowship together, then we must show what we call one caring for someone. Lazima ujali mwenzako. Sikiliza, siku moja nikiwa hapa sokoni tu, siwezi nikasema ni nani, nikaona mtu naongea na mtu, nikaona vile anameza mate. Huyu mtu lazima awe na njaa. Tunaongea naona ananyamaza anameza mate. Nikaona huyu mtu ako na njaa. Maana kuna siku nimekaa njaa mingi sana na nikameza mate hivyo. So hii kumeza mate ni njaa. Nikamwambia tuteremke pale kwa hoteli tu, tukule njaa na tukule. That is caring. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu atakuona biashara yako imeisha. Kuna mtu atakuona kwamba mipango yako imesambaratika na mnaabudu Yesu mmoja. Badala akusaidie na mawazo, badala akwambie kwamba nitie moyo, anakucheka. Na ulikuwa unaona wewe ni mama wa nguvu, sasa uko wapi? That is not caring. Ikiwa tuko na ushirika mmoja na Yesu Kristo, lazima tuwe na kitu kinaitwa caring. Maandiko inasema, why do we have fellowship with Christ? Why do we have fellowship in the body of Christ? Kwa nini katika kanisa lazima tuwe na ushirika mmoja? Ni kwa sababu inaleta umoja, na hakuna kitu kinamfurahisha Yesu Kristo wakati tuko na kitu kinaitwa umoja. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kuna kitu kingine kinaitwa consolation. Lazima tuwe na kile tunaita consolation. Bwana Yesu asifiwe. Now listen. Consolation in Christ. Nataka kueleza hapa. Consolation in Christ ni nini? Mwenzako, kuna yule amesema shetani alikuwa amemshika lakini sasa ameachiliwa. Sister, kuna mtu wa kanisa asiyekujia akakuuliza mbona unamwona? Akakuja. Tupigie Yesu makofi mazuri. That's good. Na mmoja alimwendea inua mkono tu. Kama uliendea yule mama, inua mkono. Nani? Thank you. Tupigie makofi mazuri. That's very nice. Ukiona mtu, consolation inamaanisha mtu ameanguka kwa Mungu, ametoka kanisani, ameenda kabisa. Lakini ukaona kwamba afadhali niende kwake siku moja.
tupige tuongee tu. Nimwambie pole sana. Haya ni maumivu ya shetani na mipango mibaya. Lakini njoo karibu kabisa. You are consoling. Pengine huyo mtu, sikiliza, pengine huyo mtu, sikiliza tuende pamoja. Pengine huyo mtu alikaa hapa kanisa, mtu, sikiliza, akaumizwa na maneno ya mtu mwingine. Pengine akaumizwa na kitu alofanywa vizuri na akaenda akaumia katika moyo. Ulipokwenda kwake ulifanya nini? Kile ulichomwambia, hiyo inaitwa consolation Christ. Ukamshika mkono, ukamwambia inuka tena, njoo kwa Yesu Kristo. That means we are fellowshipping together in the church. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna kile kingine kinaitwa mercy in the church. Mercy ni kile tunaita huruma. So, ikiwa watu wako na ushirika mmoja, pigia Yesu makofi mazuri kama tuko pamoja. Ikiwa tuko pamoja sisi wote na sisi mmoja ni kanisa, lazima uwe na kitu kinaitwa huruma. Mercy, Bwana Yesu asifiwe. That is a common character. Ikiwa tuko katika ushirika mmoja wa mwili wa Yesu Kristo, niwe na huruma na wewe hauna, that means we are not fellowship together. Watu udhani kwenda kanisa moja ndio ushirika. Huo si ushirika. Ushirika ni kama mimi niko na huruma na wewe pia uwe na kitu kinaitwa huruma. Bwana Yesu asifiwe. So fellowship ama ushirika ni kuwa na one character, one mission of mercifulness. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka uandike hii ya mwisho pale ili tuende pamoja. Kuna kile pia tunaita comfort of love. Number 7, comfort of love. Kuna mtu ambapo akija kanisa, pigia Yesu makofi mazuri. Kuna mtu akija kanisa, akikaa karibu na wewe, anahisi vizuri. Kuna mwingine akikaa karibu na wewe hahisi vizuri. Kwa nini? Tofauti ni nini? Nishaeleza wenzako wakaniambia mimi siwezi kaa karibu na fulani. Kwa nini? Asisikii kwa sana. So, kuna ile tunaita comfort of love. Unahisi vizuri ukikaa na mtu fulani. So, ni kama pale sokoni, Mama Rebecca, ukikutana na mshirika wa hapa sokoni, unahisi namna gani? Do you feel good? Ama unahisi kutapika? Kuna mwingine kule sokoni aliniambia kuna mshirika huko alipita hapa akaniambia aliniona kanisani akanisalimia. That's very wonderful. Pigia Yesu makofi mazuri. That is fellowship. You are together in the body of Christ in the church. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka tusonge mbele ili tuende pamoja. The last part that we can say is, you can write this. Now, tukiwa tuko na sifa moja ya upendo, tuko na sifa moja ya huruma, tuko na sifa moja ya kufanya mambo yetu pamoja, unity. Maandiko inasema kuna kile kinaweza kikasaliwa. Do you know kama wewe ni wa kanisa na kusamehe uwezi ukasamehe? Unasema kuna mtu aliniambia kuna watu wa kusamehe na wengine hufai kuwasamehe, na nikawa na mawazo. Lakini ikiwa sisi tuko hapa kanisa na tuko na ushirika mmoja, sisi kwa sisi tunafaa tusameheane. Pigia Yesu makofi mazuri. Tunafaa tufanye nini? Tusameheane. Now you can write this. Ushirika or fellowship produces a mutual relationship. You can write this. Fellowship produces a mutual relationship. Fellowship produces mutual relationship among believers. Among
believers, produces mutual relationship among believers. Among believers in the following ways. In the following ways. Now listen. Kabla tuende sana. Tukiwa na ushirika mmoja, kuna kile tunaita mutual relationship. Yaani tuko na ushirika mmoja, na tukiwa na huo ushirika kuna kile kinazaliwa katikati yetu. Na baadhi ya zile vitu zinazaliwa, one is God worship. God's worship. Now listen, nikupatie mfano. Wakati nimekuja hapa kuimba, nianze kuimba, ametenda maajabu na siwezi kueleza. Alafu niseme kama kanisa, alafu wakose kuimba. That means kama hatuna ushirika katika upendo, hawataimba. Na mwenye keyboard atapiga. So we don't have togetherness. Na nyinyi ambao mko hapa hamtaimba. Lakini ikiwa kama kanisa na the body of Christ tuko pamoja, nikisema tu ametenda maajabu, siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda maajabu na siwezi kueleza, ametenda maajabu. That means ukiimba, nikiimba, mwingine akicheza keyboard, we are together in the body of Christ. Pigia Yesu makofi mazuri. So fellowship ama ushirika unaleta kile kinaitwa God's worship. Tunaanza kuimba in unity. Lakini ikiwa hakuna ushirika, haiwezi patikana. Pigia Yesu makofi mazuri. Inaweza ikasema ametenda maajabu, alafu uone kila mtu akaenda hivi. That means there is no God worship. We must be together. Pigia Yesu makofi mazuri. Number 2, there is what we call God's work. Hello? Tukiwa na ushirika katika moyo, basi kuna kile tunaita God's work. God's work ni kazi ya Mungu. Number 2, there is what we call God's work. Kazi ya Mungu inafanyika. So kuna kazi ya Mungu ambapo inafanyika hapa. Ikiwa we are not together as the church, kazi ya Mungu haiwezi fanyika. Kazi ya Mungu ni kama kuna ukombozi, kuna uponyaji, sikiliza, kuna kuongea kwa dini, sikiliza, twende pamoja, kuna miracles and so forth. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa hatuna ushirika mmoja, hizo vitu kutendeka ni ngumu. Maana wewe nikiwa na kibali pengine ni kukomboa, kutamkia katika jina la Yesu Kristo toka kwenye mateka, na wewe kuna mtu mwingine ni Asha akosa kucooperate, halo, hakuna mtu wa kushika yule mtu. Pigia Yesu makofi mazuri. Siku yangu ya kwanza kuhubiri injili ya ukombozi katika kanisa la African Church, iliita hata kwa nikahubiri, nikaita watu, alafu nasema fire wanaanguka peke yake, hata kila mtu ameketi basi, alabasta anakunywa kachai akaweka glasi, yani hakuna Asha. Lakini nilipokuendelea hiyo nikajua hata Yesu akitembea alikuwa na watu wa kuangalia wale wengine vitu tofauti. So ushirika mmoja unaleta kile kitu kinaitwa God's work. Kazi ya Mungu inatendeka. Ikiwa hiyo haiko, kazi ya Mungu iwezi tendeka. Pigia Yesu makofi mazuri. Na jambo la tatu ambalo ningependa kulitaja pale is God's will. God's will. God's will ni mapenzi ya Mungu.
Ikiwa hatuna umoja kama kanisa, mapenzi ya Mungu ni ngumu kutendeka. Kitabu cha Efeso kinasema mahali kuna division, mahali kuna kugawanyika, mahali kuna vita, mapenzi ya Mungu iwezi tendeka. Kwa hivyo ukiweka kile tunaita kugawanyika, sikiliza, unapata mtu akikukosea au na huruma wa kumsamehe, basi mapenzi ya Mungu ni ngumu sana kutendeka. Maana mahali kuna ushirika, mapenzi ya Mungu utendeka. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka nikuonyeshe mfano. Ruth, come closer. Nikuonyeshe mfano tu, kijana kuja. Na sana ni watume sokoni. Nikikwambia na sokoni, wewe utaenda hivi na uende sokoni. Endeni sokoni. Na usimameni pale. Sasa nikisema endeni sokoni, huyu anakwenda hivi na huyu anakwenda hivi, inamaanisha nini? Mapenzi ya Mungu ni twende sokoni. Sasa huyu atabaki akishangaa yule anaenda wapi, na huyu akishangaa huyu kwa nini amebaki. So mapenzi ya Mungu ni ngumu sana kutendeka katika hiyo hali. Kaeni chini. Siku zile Roho Mungu anazungumza na sisi na kutuambia kama kanisa, nataka niwaongezee nguvu katika hiyo kanisa. Alafu mmoja anakwenda hivi, mwingine anakwenda hivi. God's will, mapenzi ya Mungu ni ngumu sana kutendeka. So togetherness inachangia sana, ama ushirika, fellowship, the body of Christ, inachangia sana kuleta watu pamoja ili mapenzi ya Mungu yatendeke. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka tuende questions to assist your understanding. Nifutie hapa nianze kule juu. Hapa sasa ndio nataka kuweki ili tuende pamoja. If you are together, raise up your hands. Nani ako na mawazo ya huruma katika akili yake? If you have thinking of mercy, raise up your hand. Asante. Now listen. These are some questions to assist you. Some questions to assist you. Some questions to assist you. Question ambapo itakusaidia sasa tukiingia ndani. What is the importance of fellowship according to the following scriptures? What is the importance? What is the importance of fellowship according to the following scriptures? Nataka kutafsiri maana ya ushirika ni nini kulingana na vitabu vifuatavyo. Kitabu cha kwanza, Hebrews 10:24-25. Hebrews 10:24-25. Kitabu cha pili, 1 Thessalonians 5:14. 1 Thessalonians 5:14. Na kitabu cha mwisho ambapo tutasoma, lakini hapo si lazima, 1 John 1:7. Hapo tulikuwa tayari tumesoma. Na kutoka hapo, what is the importance of fellowship according to the following scriptures? Tutasoma tu. Wakati tunasema tuwe na ushirika kama kanisa, tuwe na ushirika kama mwili wa Yesu Kristo, inatusaidia kwa njia gani? How does it help us? Hebrews 10:24-25. Tusome. Hebrews 10:24. Yes. And let us consider how we may spur one another. Let us consider how we may spur on one another. How we may stir up one another. Or towards love and good deeds. Yes. 25.
not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see in the day approaching. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kutoka hapo tunaona kitu one, it is to stir up love and to start up love and a good work. Taka tu nizungumze pale. Now, kwa nini tuko na ushirika mmoja? To start up means kuhakikisha, sikiliza, kuhakikisha upendo wetu kama kanisa unaongezeka na kuhakikisha kazi nzuri inaendelea kufanyika. Hello? Lakini ikiwa hatuna ushirika kama kanisa, upendo huo unapungua na kuisha. Kazi njema huwa inapungua na kuisha. Lakini ukiwa na kitu kinaitwa ushirika, fellowship, maandiko yanasema kustaa ni kuhakikisha kwamba you are pushing. You are doing what? You are pushing. You are pushing that love, upendo huko na kazi nzuri inafanyika. Pigia Yesu makofi mazuri. Jambo la pili, kulingana na hapo tumesoma, maandiko yanasema exhort one another, ile tunaita encourage. Exhort one another or encourage one another. Na usikiliza, sisi kama Wakristo tuko katika mwili mmoja wa Yesu Kristo. Na ikiwa tuko na ushirika unatusaidia kuweza kuleta kitu kinaitwa encouraging one another. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka nipeane mfano ndio tuende pamoja. Shega kantosa. Kabla tusome pale pengine. Angalia, unaweza ukampata Shega, sikiliza tuende pamoja tafadhali. Ndio nikuonyeshe kile kinaitwa encouragement. Anaweza kwenda kazini alafu akose kulipwa, ukutane naye sokoni. Utamwambia namna gani? Pigia Yesu makofi mazuri. Utamwambia namna gani? Nilijua siku moja utaona maajabu. Utamwambia hivyo badala ya kumwambia pole, Yesu yupo, ujalipwa pole. Hata kama uko na ngamia unamwambia shikilia hii, Mungu akikujalia. You are encouraging someone. That means we are fellowshipping together. Lakini ukutane na mtu unashiriki hapa, mko pamoja, hapo katika shida, badala ya kuona vile utamsaidia unamcheka, that means hauko katika ushirika. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna kanisa lingine nilihubiri kule sehemu za Bungoma. Kanisa iko na watu wengi, sikatai, lakini niliona maajabu. Siku moja ukilala njaa wengine wanakucheka. Biashara yako ikianguka wanakucheka. Kwanza wanakuja hapo, anaandika aliye juu ngoje chini. That is not fellowship. Tulio na ushirika wa Mungu, hata unaweza kuona biashara ya mtu imeisha, unamwambia ishikilie na 2K bila hata kukurudishia, because we are brothers and sisters. Kuna watu huona kwamba akikusaidia na 100 ataishiwa. Hapana, because we are one body at one time in Christ. Hiyo sio kuishiwa, hiyo ni upendo na hiyo ni ushirika. Kwa hivyo what are these importances ya kushiriki pamoja? One important is we encourage one another. Leo naweza kuwa katika mawazo mengi na fikira zinazoweza zikaniletea hata magonjwa, hata zinaweza niletea mambo ya kuzungumza peke yangu. Ukizungumza na mimi naweza nikatulia kwa moyo na niwe niko sawa. Pigia Yesu makofi mazuri. Mwongezee Yesu makofi mazuri. 1 Thessalonians 5:14 tusome pale sister. 1 Thessalonians 5:14. Yes.
And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, and be patient with everyone. Nataka tuingia hapo. Maandiko yanasema ushirika mmoja. Tukienda number 5, what the unruly ni mtu ambaye hawezi ukamwambia chochote. Waswahili husema ambiliki wala asemezeki, ndio. So ushirika mmoja, sikiliza twende pamoja. Ushirika mmoja unatusaidia kwa njia gani? Kulingana na kitabu cha 1 Thessalonians 5:14, maandiko yanasema inatusaidia kuleta kile kinaitwa warning. Ni nini kwa Kiswahili? Kuonya. Kupatia onyo yule mtu hawezi sikiliza, hawezi akakaa chini ya sheria. Listen, twende pamoja. Sisi kama kanisa, naweza kuwa mimi ni wa kanisa, ama mimi ni mchungaji wenu. Upate kuna vitu zingine zinafaa kufanyika kulingana na Biblia, si kulingana na wewe ama nani, lakini kulingana na Biblia. Badala ya kuniambia, sikiliza, unakuja kuniambia kwamba hii inafaa kufanyika, badala ya kuniambia hivyo unanyamaza. That is not a good way. Sikiliza, twende pamoja. Unruly ni yule mtu huwezi ukamwambia chochote asikie. So ukishajua mimi ni yule mtu waamiliki wala seleseki, unakuja unaniambia, you know what pastor, you know what our pastor, ukiendelea hivi italeta madhara. So kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Pigia Yesu makofi mazuri. Taka nipeane mfano mwingine. Wale wanaimba praise and worship na mkono, tuwapigie makofi mazuri. Unaweza sikia mtu pengine ameimba worship akaenda kando. Ukienda umwambie, sister, hii umeimba kando, na ikiendelea hivyo zingine inatatiza wale wanaomba. Hujafanywa vibaya, it is because we are one. Na mimi napenda yule mtu ananishauri. Na sisi kama kanisa, mtu akikushauri, be happy. Mama Rebecca, mtu akija kwambie hii kulingana na mafundisho na kulingana na Biblia hii ni mbaya, na ukiendelea hivi italeta madhara, unafaa kufurahi. Pigia Yesu makofi mazuri. Sikiliza, twende pamoja. Ukiona mwenzako ameingia katika dhambi, are we together? Badala ya kumhukumu na kumwambia atoroke kabisa aende kwa shetani, that is not a good way. Mwambie tu nenda kwake, mwambie hii dhambi unayofanya kijana msichana itakuletea madhara. Na wewe unayaambiwa kama unaifanya, mwambie asante, itarekebisha. So ule ushirika unatusaidia kuona kwamba mtu mmoja ajitokeze, uone yule mtu ameenda kando, kwa hiyo unamrekebisha. Sio kazi ya mchungaji peke yake kurekebisha. Hata wewe ukiona mtu rafiki yako mnaabudu hapa pamoja, ukiona ametekwa nyara na shetani akaingia katika dhambi, mkumbushe politely, mwambie kwamba tuko katika safari, please return to the right way of God. Pigia Yesu makofi mazuri. Na usikiliza, siku yoyote utapatiwa warning, na ni kitu unafaa kupatiwa warning. Be happy. Bwana Yesu asifiwe. Like tuseme kakuta anaweza kuja aniambie, unajua hii kitu unaweka pale, ukiweka pale inatatiza wale wako nyuma kuona, songesha hivi, alafu nimwambie sitasongesha, hapa ni kwako. That means I am unruly. Siwezi ambia. Hakuna mtu anaweza niambia chochote. Ukiwa hivyo ndani ya kanisa, ni ngumu sana kufika mbinguni. Maana tunaambiwa tuwe na ushirika umoja. Pigia Yesu makofi mazuri. Bila tunakaa hivyo, ni mtu alitoka pale kaniambia, you know what apostle, hatutakuwa tukipanga vitu hivyo. Hapo tutakuwa tukipanga hivi, tukipanga tatu na tukipanga hivi. Nikamwambia asante, mwanangu nitaki from Monday, from Sunday. Na nikafanya hivi.
si mnakaa vizuri? Na nikiwa ni mtu siwezi ambiwa italeta matunda gani kwetu, haitaleta chochote. Pigia Yesu makofi mazuri. How many happy today? Mungu za mwenzako mwambie, ujue ukikosea nitakuwa nakwambia. Mwambie tu vizuri, mwambie. Mwambie ukileta kisirani kwa mwili wa Yesu Kristo nitakuwa nakwambia. Ngeukie huyo mwenzako mwingine, huyo mwingine mwambie. Pigia Yesu makofi mazuri. So, fellowship pia kulingana na maandiko pale 1 Corinthians 5:14 inasema inatusaidia to maintain the weak. To maintain the weak. Kuna watu huja kanisani wanadhani kuja. Now listen, kuna watu wanakuja kanisani wanadhani watu wote ni kama Rita. Hata nikimuita atakuja. Kuna mtu mwingine hata mchungaji ukimuita atakwambia usiniite tena. Because huyo mtu ana hiyo weakness. Ukimuita hawezi kuja. Kuna wengine ukimuita anakuja mbio. So, ushirika mmoja katika Yesu Kristo kati. Maana mimi niko na huruma nikikuita ukatae. Niko bado na ushirika nawe. Maana nataka kukaa na wewe ukiwa hivyo mpaka nione umefikia safari moja. So, fellowship in the things of God inatusaidia nini? Inatusaidia kukaa na wale ambao they are very weak. Kuna mtu utamwambia tutoe chakula tupatie mtu fulani, ana kwa leo. Anakuambia kila mtu alizaliwa na mikono yake. Lakini huyo mtu tutakaa naye kanisani. Tumetende wiki, maana tuko na fruit of the Holy Spirit. Tuko na upendo, tuko na understanding, tutakaa na mtu. Kuna mtu atakaa kanisani, lakini kuna ile dhambi hawezi akaacha. Hauna ruhusa ya kumfukuza. Utakaa naye akiwa hivyo mpaka ile siku Mungu atampandisha. Pigia Yesu makofi mazuri. So fellowship inatusaidia to maintain the weak. To maintain the weak. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiwa kanisani ninaweza mimi kusema ama Bwana James, kuna siku mara ananiambia watu wale wanasimama nyuma wasogee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Namwambia ndio uambie. Niambie wengine wanakataa. Namwambia nyamaza tu. Wanakaa hivi. Unajua kuambiwa wasonge mbele kwa shida, lakini iko siku wataona kusonga mbele iko na maana. So tunakaa na wao wakiwa na maana hiyo. Pigia Yesu makofi mazuri. Ikiwa hawa ni praise and worship, naweza waambia songeni huko mbele. Wanasonga very fast. Maana washazoea kusonga mbele. Kuna mwingine akiwa pale nje utamwambia ingia, hata ingia. Mpaka ukae na yeye akikaa nje mpaka atue wakati wa kuingia. So it helps us to maintain the weak. Lakini tukiwa hatuna ushirika mmoja, we cannot maintain. Kuna pastor mwingine alikuwa anahubiri kule sehemu za Mudhaiga. Wakati anahubiri, akiona umesimama wakati baada anaendelea kukwambia, chukua milango wewe, kwenda zako wewe. Ulikuja hapa kufanya nini? Kwenda zako. Katafute mwingine. Huyo mtu naweza kumwambia hivyo na aende mpaka kusini. You hauna ushirika na Yesu Kristo. Yesu Kristo aliyekiona mtu namna hiyo, alikuwa anakaa na watu ambao hawangekaa. Maandiko yanasema hata watu wengine hawangesikia chochote. Mpaka wanainuka wenyewe wanakwenda. Anawaambia kama wale wanakwenda si wetu. Lakini wale wanabaki ndio. Yaani anavumilia, anajua anakaa na watu ambao sio wao, lakini anavumilia mpaka wanajitoa wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na sikiliza twende pamoja. Fellowship in the body of Christ. Tukiwa na mmoja inatusaidia kukaa na hao watu very weak.
Pigia Yesu makofi mazuri. So tumepay a week inatusaidia kukaa na wao. Fellowship pia inatusaidia to be patient with all. Be patient with all. Be patient with all. Nataka uandike hiyo ndio tuende pamoja. Be patient with all. Inamaanisha nini? Kuna kitu tunaita summary. Kuna kitu tunaita uvumilivu, patience. Be patient with all inamaanisha nini? Tunaweza kuwa na wewe kanisani, ama mimi niko na mimi hapa kanisani, wengine wako pale. Sikiliza, tuko pamoja. Sikiliza vizuri. Niingie katika hali ya kuteseka, ama mwingine aingie katika hali ya kuteseka. Unafaa kuvumilia huyo mtu wakati anateseka. Sikiliza. Kanisa ambapo haina ushirika, kuvumilia mtu anayeteseka ni ngumu. Lakini kwa naona kule kwetu chama cha mazishi, ukikosa kulipa ile fee inahitajika kwa ile chama, ukikufiwa na mtu wewe jipange life yako. So vyama hizo hazina ushirika kwa yule mtu atoi chochote. Lakini hapa kanisani mtu anaweza, sikiliza tu pamoja, mtu anaweza kuwa amekosa kazi, ameanza kuteseka, hapo na goma, ameingia katika matatizo ya kutafuta chakula na hapa hana. Je, huyo mtu unaweza kukaa na yeye? Ikiwa utakaa na yule mtu, basi it means uko na ushirika na wale watu wa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Siku moja mama Eunice ukutane na Rachel. Hebu simama. Ukutane na Rachel anapigana pale soko. Utafanya nini? Na unamjua ni wapi kanisa. Utafanya nini? Utamwendea polisi. Wanaweza asifiwe. Kitu cha kwanza wanaweza asifiwe ni kuona yule ni kondoo wa Yesu Kristo ameingia katika taa. Unaweza kuita mwenzako, mwende mnamchukua, alafu mnamwambia hii sio nzuri, unamuona, alafu kwa sababu unamuuliza ni nini kinamtesa, mwambie nini na hiyo, mwambie Yesu anasaidia kwa njia hii, rudi kanisa. Kile kinachofanya shetani awe na mamlaka siku hizi ni Wakristo hawana ushirika. Ukiona mtu yeyote ameumia, ameingia katika mateso, hauna uvumilivu kwake. Pigia Yesu makofi mazuri. Now allow me to say this, and I'm very sorry. Let me say this. Yesu alikuwa na uvumilivu sana. Wanawake wangekuja wamuoshe miguu, anajua tu ataonekana akioshwa miguu, lakini anavumilia wanaosha ndio wasipumuze na wao. Bwana Yesu asifiwe. Basi hapa kanisani unaweza kuwa na mtu tu amejoin kanisa na vile anafanya sio vile tunafanya. Uvumilie kwa kasi kila hii. Ukikosa kuwa na huyo moyo, kanisa la Mungu linaweza likasambaratika. Pigia Yesu makofi mazuri. Now I want us to move. Maana tamaliza tu very soon. Nimesema leo sitakaa pamoja. Now nataka kuenda katika swali lingine, futa tu bali. Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Pigia Yesu makofi mazuri. Now hata wacha hapa kanisa, kule nyumbani uko na rafiki. Kule nyumbani uko na rafiki, kazini uko na rafiki. Mwenzako akifutwa kazi, unamwambia aje? Unafanya kwa kampuni moja, mwenzako amefutwa kazi na ni wa kanisa. Are you happy? Are you happy? Wakati mwenzako ni wa hapa kanisani pia amefutwa kazi, are you happy? Unaweza kuvumilia akiteseka? Kuna mwingine wa hapa tu aliniambia, ukiona pesa mimi sina rafiki na mtu ana pesa. Kwa kanisa lazima kuvumilia kila mtu wa kila aina. Maana hivyo ndivyo Yesu alifanya. Na hivyo ndivyo kumeandikwa. Swali ile nyingine nataka tutazame
Now, tuende pamoja. What are some of the activities that happen during fellowship? Like wakati tumekutana na tuko hapa, ni kazi gani inafaa kuwa ikifanyika? What should we be doing? What are some of the activities that should be happening? Kitabu cha Acts 2:14, Acts 2:42, Vitendo vya Mitume kifungu cha 2 mstari wa 42, Colossians 3:16, Colossians 3:16. Sister unafaa kwa sasa unaendelea kufungua Colossians 3:16 na vile 1 Corinthians 14:26. 1 Corinthians 14:26. Hiyo ndio ile mistari nitatumia kwa sasa kwa neema ya Yesu Kristo. Tusome 42. Acts 2:42. Yes. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Acts 2:14 inasema they devoted. Kuna ule wakati walichukua wakakutana pamoja kwa sababu ya kufundishwa. Na listen, ushirika unasaidia namna gani? Ukisikia ni Sunday, Jumapili, ukija hapa wakati tuko hapa, lazima sikiliza, ujitolee kupokea mafundisho. So huo ni ushirika. Halo? Wakati nafundisha na shehe lako unasema sitaki mafundisho, it means hauna ushirika na mwili wa Yesu Kristo. Lakini wakati nafundisha unaona ninafaa kupokea mafundisho na hii mafundisho ni bora, it means we are together in the body of Christ. So the book of Acts 2:42 inasema they devoted themselves to the teachings of apostles. Hello? Ikiwa mtu, sikiliza twende pamoja, wakati wowote au yajitolea katika mafundisho, kupokea mafundisho, it means you are not in unity, you are not in fellowship, hauna ushirika katika mwili wa Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. So wakati tumekutana pamoja na tuko na ushirika, kuna kuona kitu kinaitwa mafundisho. Pigia Yesu makofi mazuri. Sister tusomee Colossians 3:16. Colossians 3:16. Yes. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, unaona kwamba kuna kitu tunaita singing in hearts. Bwana Yesu asifiwe. Singing in hearts. So ushirika, sikiliza, unatusaidia nini? Tukiwa na ushirika mmoja, kuna wimbo wa sifa unafaa kuwa katika mioyo yetu. Oh
one common song that we sing and we feel good, all of us. Bwana Yesu asifiwe. That's why the Bible says, singing together. The Bible says also in the book of Galatians, admonishing one another in psalms, in hymns, in songs. You feel sometimes tunasema, let us think in our hearts that Jesus is mighty. We admonish. Sisi wenyewe unainuka katika moyo wako. That is togetherness. Kuliko sasa wakati uko peke yako. Pigia Yesu makofi mazuri. So ushirika tukikutana, kuna zile vitu vinafanyika. Moja ni mafundisho, ya pili kuna uimbaji ambao unafanyike. Pigia Yesu makofi mazuri. Sister nisomee 1 Corinthians 14:6. 1 Corinthians 14:26. Yes. What then shall we say, brothers and sisters? Yes. When you come together, each of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue or an interpretation. Everything must be done so that the church may be built. Pigia Yesu makofi mazuri. So maandiko yanasema wakati tunakuja pamoja, there is someone listening. There is a revelation. Maandiko yanasema tukikutana pamoja, there is also tongues among others. Nataka kueleza pale. Wakati tumekutana hapo tumeanza kuimba, kuna mtu kuingiwa na mawazo sana ya Mungu. Mpaka mkimaliza ibada amekuwa kiroho. Kwa hivyo kuna vitu anaweza kukuambia mimi. Yaani kuna kitu ulikuwa unawaza inakulemea, lakini ukimaliza hiyo kitu umepita kiwango hiyo. Umepata another mindset. Pigia Yesu makofi mazuri. Now, revelation ni kitu kinakuja wakati unawaza sana kuhusu neno, nayo neno inakuinua zaidi. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna dada alinifurahisha sana. Aliniambia ile ibada iliyopita sana, wakati ulikuwa unahubiri, kuna kitu kilinikunjia kiniambia kwamba nirudi kwa rafiki yangu tulikuwa tunaishi pamoja. Nikamwambia tu nimekuwa serious na Mungu, atoke huko nimetoka. Yaani ilikujia tu. Kwa nini? Amepata revelation. Mimi niko kwa Yesu. What about my friend? So, kwa nini nasema hivi? Ukiwa kanisani, kuna revelation, kuna sauti utaipata kwa Yesu. Na ukitoka hapa, hata sio wewe, inaweza inasaidia hata majirani. Pigia Yesu makofi mazuri. Ama uko hapa, usikie vile maandiko yako, vile mahubiri yako, na uko na mtu hapa pengine unafanyanga kwa safari pamoja. Usikie kitu inakwambia tukimaliza ibada nitaenda nikutane na fulani nimwambie hiki kitu tunafanyanga wote wawili ni makosa, wacha tuache. That means you are getting a revelation. Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi nikiongea kutoka kwa moyo, tuko katika mwili mmoja wa Yesu Kristo. Kazi yetu sio kupigana sisi kwa wenyewe. Kazi yetu sio kusambaratisha wenzako. Kazi yetu sio kuumiza wenzako, bali kuinuana sisi kwa wenyewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Kuna kitu kimoja kinanifurahisha siku hizi, hata nikiwa mbali. Unaweza kupatana na rafiki yako ameingia kwa shida ama kwa mateso fulani, unamsaidia hata siku. That is very great. Nipigie makofi mazuri sana. Now listen. Another activity that it takes during fellowship is telling others their sins. Now listen. Wakati tuko katika fellowship na mwili wa Yesu Kristo, man of God, mama, gentleman, kuja hapa karibu. Now listen, wakati tuko katika fellowship, simama hapa tu.
wakati katika fellowship kama hii, kuambia mtu sikiliza, tuseme hapa mbele anaumia ama mimi ninaumia, aje hapa katika fellowship kumwambia hii kitu unafanya ni dhambi, usiumie. Haja ya fellowship ni watu kusema kabisa na kuona vile damu ya Yesu inaweza kuwasaidia. Pigia Yesu makofi mazuri. Wakati mtu anakuambia makosa yako, usiwahi sikia umeumia, sema hata thank you. Hiyo ndio inaitwa fellowship. Yesu alikaa siku moja na mitume kwenye kikao, akamwambia Yudas Iskarioti, makosa yako. Akamwambia Peter, Peter, makosa yako utanikataa mara 3. Makosa yako. Badala ya kutilia maanani kwamba watafanya hii, wakaona Peter akasema sitafanya hivyo. Lakini wakati mtu chini, hata wakati mnasoma Biblia mkiwa wawili, ni vizuri kuambia wenzako, ama wakati mnadiscuss, hii ndio dhambi yako, nisaidie tu. How can I get out of it? Bwana Yesu asifiwe. So haja ya kukutana na haja ya ushirika mmoja, jua dhambi zetu. Pigia Yesu makofi mazuri. Na ulize, kile shetani na ile mbinu shetani anatumia katika kanisa ni kutuweka mioyo migumu. Mioyo migumu kwa njia gani? Upate nini ukiniambia dhambi yangu, ninatoroka kanisa kama mhubiri, ama nakwambia wewe utoroke? Hiyo sio mapenzi ya Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. So wakati unasoma Biblia, unaambia mtu hii hapa tunasoma, leo hapo tunasoma hii ni makosa yako, hii ndio inaitwa dhambi. Alafu wakuulize ninaweza tokaje? Fungua hiyo fasi, nasema kwa njia hii utashinda hii. Unaweza sema that is the importance of a fellowship. Pigia Yesu makofi mazuri. Na wakati wowote utakaa na rafiki mwenye akwambia dhambi zako, uondoke huko, huyo sio rafiki. Listen, kuna mtu ambaye utakaa na yeye kila siku anakuambia you are hebu simama Shedrack. Yaani angalia, come closer uone. Ikiwa utakaa na rafiki kila saa anakuambia uko sawa, that's perfect, that's good, that's perfect, huyo sio rafiki mzuri. Afadhali yule rafiki anakuondoa makosa mara kwa mara, maana atakusaidia katika improvement. Kati siku moja mimi nikiwa Nairobi, wakati nilikuwa na hoteli ya kuuza fish, samaki, mtu mmoja akaja, na hiyo siku nakumbuka nilikuwa tumepiga ugali jaiva vizuri. Hata mtu anakula anasema ananitamu, na akabakisha nusu. Ni tamu, hata nimesikia utamu nikashindwa kumaliza. Mimi kwa akili nikajua inaifa, lakini yeye ananiambia ni tamu. Yule alipoondoka nilifanya, niliona hii kitu hii ngali inaacho si vizuri. Nikaimwaga yote, nikadea uga, nikatengeneza ingine. Mwingine akakula akamaliza, akaniambia wewe umejaribu leo, jana ilikuwa mbaya. Nikaona rafiki mzuri ni huyu ananiambia kwamba nimejaribu. Usiona, sikiliza. Ukienda tuseme wewe ni Mkristo, simama Joseph. Wewe unazanga matunda sio? Uwekee kakuta matunda, akwambie moja hii ni mbaya. Utamwambia aende akanunue ya mamake, ama utamwambia aje? Badala kumwambia thank you brother in Christ, nitajaribu niondoe, ataniombea na ufurahi. Mwingine atakwambia sitaki, uweze nifundisha biashara, nimekuwa kwa matunda miaka 2. Huo sio moyo wa Kristo kati. So haja ya kukutana, ya kuwa na fellowship, ni kuambiana makosa yetu, tujue vile tutatoka. Listen, wakati tuko kanisani is a fellowship, wakati tuko nje is also a fellowship. Ndugu, ukikutana na mimi kule sokoni, ujue mimi na wewe ni mwili mmoja. So ukinipata kwa makosa, bora usiniambie roho safi ile makosa. Na sikiliza, tukiwa pamoja
umenisaidia. Pigia Yesu makofi mazuri. Watu wakiwa hivyo, Yesu ataona maana ya kukutana. Yesu ataona maana ya ushirika, naye atashiriki pamoja nasi. Watu wote wako na ushirika, Yesu hakosangi kutenda miujiza. Listen, where there is fellowship, Jesus will do a miracle. Hata Yesu alisema kitabu cha Mathayo, ukikosana na mwenzako kaeni mkiwa wawili, muone makosa yenu na msameheane. Na mkifanya hivyo, mimi nitakuwa hapo. Kwa hivyo wakati waambie mtu makosa yake, unakaa ukinyamazia au umesaidia yule mtu. In fact, Yesu anakwenda mbali badala ya karibu. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, tuko hapa. Sikiliza, siku moja nikihubiri kule kwa babangu wa kiroho. Mama mmoja akasema nilikuwa nahubiri unruly people in the church and how they should be taken care of. Yani wale watu waweze kuwaambia wafanye kitu wafanye katika kanisa na wanafaa wafanye wenyewe. Nilipokuwa namalizia kuhubiri, yule mama akasimama akanimwambia, "Pastor, najua ni mimi wasiambiwe na kutenda chochote." Hata siku ya Sunday nilihubiri kasema hivi na mimi nikaenda mazimu. Lakini aliposimama akasema mimi nahitaji msaada. Mungu sasa amemsaidia, anaendelea vizuri. Kuna yule mama alikuja akasema mimi najua sijaokoka. Sasa, ndio nisaidiwe kutoka hapa. Kutoka hapo mnafaa mshike mkono mpaka tutembee naye mpaka afikie hata mahali umefika. Pigia Yesu makofi mazuri. Lakini kuna wengine ukimwambia mimi najua sijaokoka, anakuambia you foolish Galatians. Unajua kuna wengine nilienda nikakumbuka nikiwa class 7 hivi. Nikamwambia unajua mchungaji, mimi ndio nimeanza kuhubiri lakini najua kuna shida. You foolish young man, you don't know what you are doing. You are foolish, stupid enough the gospel. Nikasikia nimekufa kweli. Nikaenda. Ilibidi hata nikasimama mahali kwetu kuna shamba na hii miti inaitwa michoro hiyo. Nikafika kwa shamba yetu nikaenda nikaangalia mti. Nikaambia Mungu, tuma malaika kwa mti wanihubirie na wanipatie at least encouragement. Maana inafikia mahali unaona malaika washukie mti wa kuongelesha. Nikiwa hapo nikahisi mighty presence of God. Yani nguvu za Mungu zinashuka kwa mti, unasikia kuna presence. Lakini ukiendea mtu aliyeokoka unamwambia jamani nimelemewa na hiki kitu, anakutisi, anakuambia you foolish Galatians, who has bewitched you. Unasikia hiyo isipokuwa imeandikwa kwa Biblia, lakini ile design imekuja hainipatie encouragement, inaniondoa kwa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Siku moja babangu wa kiroho akaniambia, hii kitu unatenda, it's a very wise thing, ni kitu kizuri sana, lakini before the Lord sio kizuri. Nikasikia at least amenirekebisha. Pigia Yesu makofi mazuri. So sikiliza, telling others their sins, it's a good thing in the fellowship. Na mara pia kama usichoke kuniambia niko katika dhambi, hata mwenzako hapa hakuna kubwa na mdogo. Richard ukiona nimekosea, it is very wrong. Hiyo ndio haja ya ukutana. Bwana Yesu asifiwe. Hata hao wanapiga keyboard, hata brother Joy akikosea, hata yule vizuri kumwambia brother, we are going the wrong way, let us come to the right way. That is the fellowship and the right fellowship. Pigia Yesu makofi. Na ninajua kuna wengine ambao wanakuanga wazuri sana. Unamwambia hizi si wasi, anakuambia ninaijua lakini imenishinda, nisaidie kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo itakuwa inaleta sifa
Yesu makofi mazuri. Yesu siku moja, nataka nimalizie hapo akifundisha, akasema basi ikiwa mtu atashindwa kuacha dhambi kabisa, dhambi fulani, aitwe mbele ya kanisa, at least aonekane na wengi, ndio wakimuona wao wanamsaidia. Lakini kitambo ifike kule, sisi watu wazuri, hata kuna zile dhambi zingine wewe sio mimi, ni wewe tu utaona mwenzako akifanya, urekebishe na ikuwe sawa, na kanisa isonge mbele, na tuendelee na kumshukuru Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka kuona tu kwa mikono nikimalizia. Ikiwa uko na rafiki hapa huwa anakuambia makosa yako, inua mkono. Uko na rafiki hapa huwa anakuambia makosa yako, inua mkono. Inua mkono. Kama uko na rafiki hapa huwa anakuambia makosa yako, inua tu mkono. Pigia Yesu makofi mazuri. Ikiwa uko hapa na unaona rafiki yako kuna kitu anafanya si nzuri, na umwambie, inua mkono. Inua tu mkono. Uko hapa, uko na rafiki yako unaona anafanya kitu kibaya, na umwambie, inua tu mkono. Weka mkono chini. Ni vizuri kumwambia, usimuogope. Mwambie tu, brother, hii kitu unafanya, maandiko inasema watu, this is wrong. Na ukiambiwa sema asante. Uko na swali? Yes. Patia microphone ya ongea vizuri tusikie. Nisiulizwe mimi peke yangu, tunamalizia tujane. Pigia Yesu makofi mazuri. Na tafsiri nasema kwamba leo ameona Kakuta akiwa katika dhambi badala ya. Sikiliza twende pamoja. Maandiko yanasema ukiona mtu akiwa anakosea, muite. Kwanza mkiwa ngapi? Wawili. Naye ni mtu mzima aliyekomaa kiroho, aliye na huruma, akikusikiza atakuelekeza na hiyo itaisha. Ile inakuwa mbali, unaambia mtu kwa dhambi na inakuwa kama filimbi. Na usiwe mtu wa aina hiyo ambapo mtu anataka msaada kwako, akishakwambia unaambia kila mtu. That's very wrong. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu kingine inafanyika katika makanisa sana. Mtu akisamehewa dhambi na mtu na Mwenyezi Mungu, usiwahi kukumbusha hiyo dhambi, achana nayo. Kama Yesu aliachana nayo na Mungu akaachana nayo, who are you to continue with it? Achana tu nayo. Bwana Yesu asifiwe. Leave it. Hello. Maana tukifika mbinguni, yule mwizi alienda mbinguni, au utamuita mwizi? Utamuita nini? Mtoto wako. So hiyo achana nayo. And may God give us grace. Bwana Yesu asifiwe. Shenda tuseme mambo yote yako ushaniambia, haujaisikia na mtu sibia. Sasa that is the way for us Christians we should be. Rekebisha mezako kwa usalama, kwa uzuri, na pia urekebishe kile kibaya ni kuniona niko katika dhambi na unashangilia. That is not fellowship. Pigia Yesu makofi mazuri. Kile kibaya kabisa ni kuniona niko katika dhambi na unashangilia. Hiyo si nzuri. Ushirika mzuri ni kujua kwamba ninafaa nimsaidie. Nikimalizia, kule kwetu kuna mama mmoja tunamuita Evelyn, ni pastor. Sahi hata jana nimeongea na yeye kiasi, ameniambia siku moja tutembelea hapa. Siku moja niliona mama kwa hiyo kanisa yake inaitwa African Church kafungwa. Aliona
mtu wa kanisa anafanya kitu ambacho hakifurahishi. Akaenda kwake, kuna zile tunaita baadhi, akakusanya mingi na akatafuta kilo 3 za mahindi. Akaenda akasema nilikuwa nakuja, alafu tusungumuze jambo fulani. Hii na hii italeta tatizo. Na ninajua Pastor Evelyn hatakwambia, lakini mimi ninaona nichukue jukumu la kukuambia. Wakazungumza, finally ikaleta matunda mazuri. Mimi ilinifurahisha kama mchungaji, kama mtu wa Mungu. Afadhali kurekebisha mtu kuliko kumwacha. Lakini nilipokuja Nairobi nikapatana na washirika wengine, unamhubiria kuambia alikuwa kanajisifu, kametekwa nyara na shetani. Siku hizi hata akamiliki wala akasemeseki. Bwana Yesu asifiwe. And I'm sorry to say, kuna mama mwingine hapa sokoni, nikipita na mchungaji aliniambia hao washirika wako, wajana wako wote wataisha na dunia. Kupafu hao wataisha wote. Kwani wataisha? Nikamwambia listen, let us open the book of this. Nikamwambia according to that verse, wewe ni nabii wa shetani ama wa Mungu? Hata hiyo ninasema mimi ni nabii wa shetani, lakini ninaongea kibinadamu. So wakati unaona mtu anapotea, don't be happy. Muongeleshe kwa salama. Ongea vizuri. Na sisi hapa hata kesha tunaombea wale watu wana salamu. Tunaombea wagonjwa wa kila kijiji. Tunaombea hata wasichana wa kanisa zingine waendelee vizuri na nini, mwa msafi, mshirika mmoja. Lakini ukiingiwa na ile mpofu ya shetani, that is not fellowship. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Huo ni kuwa na umoja. Na mimi ninaomba kabisa hata kule nyumbani, hata kule sokoni, have fellowship in the body of Christ. Tukae vizuri, shika mkono mwenzako, msaidie kusimama katika wokovu. Kusimama katika wokovu si rahisi. Hata Yesu alifanya hii kazi, akaona Peter anaingia ndani ya maji kwa sababu ya kukosa imani, akamuinua. Na wewe mbona usiinue mtu asimame katika wokovu? Badala ya kumcheka, muinue tu. Bwana Yesu asifiwe. In the suffering, kana wewe mtu mpaka asimame. Pigia Yesu makofi mazuri. Basi tukimalizia, tumesikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kuna mtu sikiliza kwa kijiji unaona ya kikanisa, Bwana Yesu asifiwe, at least chukua nafasi hata kama ni masaa mawili hii wiki, ongea naye kuleta safi. Kuna mtu pengine unaona aliacha kanisa na ni wa grupu, chukua at least masaa mawili, muongeleshe, murudishe kanisa. Kuna mtu pengine unajua wewe sio rafiki wako, lakini unataka kutengeneza urafiki naye ulete kanisa. Do that. Bwana Yesu asifiwe. For the sake of Christ, do that. Siku nyingine wapi John wapi? Akaona ninatembelea mshirika kila Friday night, na mwambia nipeleke kwake. Akaniuliza mbona kila mara unaenda? Na kumwambia this is the work of the Lord. Wacha nimuongeleshe mpaka ifike maximum. Bwana Yesu asifiwe. Na siku hizo zote nimemuongelesha hadi kuja kanisa. Lakini asubuhi akaniambia, mimi nimeota ukiniambia nije kanisa, Sunday nitakuja. Yaani maana nimejaribu kumrudisha kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na maana siwezi fika kwa kila ngoma. Wewe tuwe na umoja. Bwana Yesu asifiwe. Leta mtu kanisa. Leta mtu kwa Yesu. Kama unaleta mtu kwa Yesu, unaona ni kama anaenda chini, mshike tena msimamishe, ili sisi wote tuwe pamoja. That is fellowship. Pigia Yesu makofi mazuri.
Yesu tena makofi mazuri. Kuna watu ambao hapa kanisani, hata nashukuru kuna mwingine aliniambia mimi nataka nilete sister wangu kanisa. That is fellowship. You need people to be in the body of Christ. Huo ni ushirika mzuri wako na Yesu na wako na wale watu wanaoishi. Let us have fellowship. Let us have fellowship. Na nikimalizia nataka kusema kitu kimoja hapa. Siku moja nikiwa form 3 niliambia kijana mwingine, ningeomba tuwe na ushirika na wewe on Sunday, not on Sunday, on Saturday ya 1 hour. Maana nilikuwa najua physics. Nikamwambia nitakuja tu tuongee. Kama unaniongelea vile nitafuta physics nitakuwa hapo. Nilipata ameketi tu tayari, maana nataka kupita physics. Lakini tulipokaa chini nikamwambia mimi ndio chairman wa ZU. Hii na hiyo italeta madhara. Tunaona tufanye tukazungumza. Na ninashukuru hata waleo anaitwa Ulenzi. Hata waleo anahubiri, anafanya kazi na anafanya kila kitu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama singefanya hivyo, huyo shetani angechukua nafasi ya kumaliza. Pigia Yesu makofi mazuri. That's what we call fellowship. Bila hiyo hakuna kujenga mwili wa Yesu Kristo. Hata wengine wanasema kazi ya kuangalia wagonjwa ni ya pastor, si ya pastor. Ni yako na mimi. Because we are in fellowship. Nashukuru kuna zile group mkiona mtu wenu amengojeka mnakusanyika mnaenda. Unaona yule mtu hata mnamwombea. That's very good. You are showing the unity in the body of Christ. Pigia Yesu makofi mazuri. Na hiyo inafaa ifanyike. Na ninashukuru na ninasema ni asante. So mtaenda tu kurudia hapo tu pole uone. Na yule anashika vizuri afundishe wale wengi. Nataka tusimama tu where you are. Simama tu. Simama where you are. Simama where you are. Nataka tufanye jambo rahisi sana tu ili tuangalize kwa haraka. Tutaleta sadaka.